Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Rafiki yangu popote pale unapoendelea kunifuatilia, nataka unapoona maono haya na ndoto hizi usiweze kupuuza, kwa sababu kuna sauti ya Mungu ndani yake. Ndoto ya kwanza, unapoona kwenye ulimwengu wa roho mtu anageuka sura, labda kilikuwa ni kitu ambacho ulikuwa hujaelewa, unashangaa inageuka cheupe, au mtu anageuka mweupe kama umeme, au wewe unashangaa unageuka mweupe kama umeme, basi jua huo ni uwepo wa Mungu. Na pale Yesu Kristo alipowapeleka wanafunzi wake mlimani, Petro, Yakobo na Yohana, akageuka sura mbele zake, na tunaona baadaye wingu linakuja kumfunika. Lakini pia baada ya hapo tunaona Elia na Musa wanamtokea na wanampa wanazungumzia habari za kifo chake, lakini pia na kumtia moyo. Ukisoma Mathayo 17:2. Lakini pia mavazi meupe, unapoona mavazi meupe ni ishara ya utakatifu, ishara ya baraka, ishara ya neema, ishara ya uwepo wa Mungu, ishara ya utakatifu. 3 ni nuru au kung'ara uso. Yesu alipong'ara uso, ina maana alionyesha utukufu. Kung'ara au mwanga, ishara ya utukufu, ni ishara ya mwelekeo, ni ishara ya nuru, ni ishara ya mwelekeo wa kimungu, ina maana ni ishara ya mwanga kwenye maisha yako. Lakini 4, wingu jeupe, likiwatia uvuli. Kutiwa uvuli kwenye wingu jeupe au kutembea juu ya wingu jeupe, ina maana ni ishara ya kwamba unatembea chini ya mbingu au juu ya mbingu. Ukiona wingu liko juu yako, ina maana ni uko chini ya uangalizi wa mbingu, kama wana wa Israeli walipokuwa wako chini ya wingu linawaongoza. Lakini pia ukiona uko umesimama juu ya wingu, ina maana una mamlaka ya kimungu. Lakini pia Mungu amekubeba, au uwepo wa Mungu umekubeba na usiteteleke. Soma Mathayo sura ya 17:5. Lakini pia 5 ni kuona unapanda mlimani. Kupanda mlimani ni ishara ya kupiga hatua, kuongezeka, lakini pia kutafuta uwepo wa Mungu, hususan ukiona umefika mpaka kileleni likamashe karamaya. Lakini ukiona umeshuka mlimani, umetelemuka, ina maana ni kutoka kwenye uwepo wa Mungu au utukufu wa Mungu. Soma Mathayo 17:9. Lakini kupiga magoti, ukiona kwenye ulimwengu wa roho unapiga magoti, labda unaomba, hiyo ni ishara ya kumsogelea Mungu kwa unyenyekevu. Mungu anataka umsogelee kwa unyenyekevu. Lakini ukiona kwenye ulimwengu wa roho unapiga magoti kwa kulia na kuomboleza, jua mabaya na majanga yatakupata. Mathayo 17:14. Lakini pia 7 ni kuanguka kifurifuri. Mathayo 17:6. Ukiona unaanguka kifurifuri ndotoni kwa sababu ya uwepo wa Mungu, au kwa sababu ya kumsujudia Mungu, au umeona kwenye ulimwengu wa roho ni Mungu, au umeona picha ya Yesu Kristo au uwepo wa Mungu na ukapiga magoti, ukaanguka kifurifuri, Mungu anaonesha kwamba una roho ya unyenyekevu na utii kwa Mungu. Lakini ukiona umeanguka, umedondoka kifurifuri na ni kwa sababu ya tatizo, basi jua majanga au hali mbaya au tatizo linaenda kukuandama. Lazima ujue, uelewe, ufahamu sauti ya Mungu pale linapokuja swala la maono, swala la ndoto, kwa sababu Mungu asilimia kubwa anaongea na sisi kupitia ndoto na kupitia maono. Kwa lazima tuwe tayari kusoma, kuelewa, kufahamu, ili tujue Mungu anasema nini kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Nawapenda. Jesus name, shalom.